The Lord bless you very much. Bwana awabariki sana. I have greetings from is a brother in where? Olkalau or Niko na salamu kutoka kwa ndugu ambaye yuko Olkalau. a brother called Kamau. Naitwa ndugu Kamau. He has greeted you very much. Amewasalimia sana. Yeah, the Lord bless you very much. Bwana Now I want us to open our Bibles. Nataka tufungue Biblia zetu. We want just to speak briefly this evening. Nataka kunena kwa kifupi jioni ya leo. That is, I want to read Isaiah 6. Nataka kusoma Isaiah 9. Isaia mlango wa 9 and Matthew 11. na Mathayo mlango wa 11. Isaiah 9 Isaia mlango wa 9 and Matthew 11. na Mathayo mlango wa 11. I will start with Isaiah 9. Nitaanza na Isaia 9. Now read verse 6. Tasoma mstari wa 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. And then I'll read Matthew 11. Alafu nitasoma Mathayo mlango wa 11 from 25 toka mstari wa 25 to 27. 25 hadi 27. At that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. Now go to verse 27. Mstari wa 27 sasa. All things are delivered unto me of my Father. Colons. And no man knoweth the Son, but the Father. Neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. Now this evening, Jioni ya leo I want to speak about God in different aspects. nataka kunena juu ya Mungu katika hali tofauti tofauti. Yeah, Mungu katika hali tofauti. God in different aspects. Mungu katika hali tofauti tofauti. Now listen, I want you to listen. Nataka msikilize. I wish you can come nearer. I speak to you when I can see you close. Brothers, ningefurahi kama mngesonga karibu. Let us congregate like sheep. Tukusanyike kama vile kondoo kusanyika. You know how sheep put heads inside one another. Si mnajua vile kondoo huingiza kichwa chini ya tumbo la mwingine. Wanaigizana vichwa. See? So don't stay so far there. Usikae mbali sana. As if you are a stranger. Kana kwamba wewe ni mgeni hapa. Now, listen. Sikiliza. I'm speaking about God in different aspects. Na nena juu ya Mungu katika hali tofauti tofauti. You remember very well. Mnakumbuka vizuri sana. One of the greatest revelations today. Moja ya funuo kuu sana leo. Wakati huu is Godhead. Ni uungu. You remember that? Mnakumbuka hivyo? Godhead. Uungu. Godhead. Uungu had been lost. Ulikuwa umepotea. Satan had clouded it. Ibilisi alikuwa ameufunika mawingu. Even it says in another scripture. Hata inasema katika maandiko mengine that they shall deny the very Lord who bought them. Kwamba watamkataa hata Bwana mwenyewe
aliyowanunua, the very God, Mungu mwenyewe, replace him with the enemy, na wambadilishe na adui, and call the enemy savior, na wamwite adui eti ni mwokozi, and call the savior the enemy, na wamwite mwokozi adui. It got lost. Ili uungu ulipotea. Now I want you to be very attentive. Nataka msikilize kwa makini. Now most of you, wengi wenu, must have studied the message of the prophet called Godhead. Lazima wamejifunza ujumbe wa nabii unaoitwa uungu. Godhead. Uungu. Now, that doctrine had been lost. Fundisho hilo lilikuwa limepotea. Even you remember when we are going through the two Babylons. Hata mnakumbuka tulipokuwa tukipitia zile Babiloni mbili. That Satan, kwamba Ibilisi, right very early there, mapema sana, brought the issue, alileta jambo hilo amongst the believers, miongoni mwa waaminio, using his own servants, akitumia watumishi wake mwenyewe. Clear? Sawa. Now, something that had been so clear in the time of the apostles, jambo ambalo lilikuwa wazi sana wakati wa mitume, Satan by and by, Ibilisi muda uliposonga, slowly na pole started clouding that great truth. Akaanza kufunika hiyo kweli kuu sana. Now, until this time, hadi wakati huu, when the prophet came, wakati nabii alipokuja, it was a big question, lilikuwa ni swali kubwa sana, that raised a lot of questions, lililozua maswali mengi and differences, na tofauti nyingi, even amongst those that were born of God, hata miongoni mwa wale ambao walikuwa wamezaliwa na Mungu, waliozaliwa na Mungu. That's why the prophet, the Holy Spirit today, na ndio sababu Roho Mtakatifu leo comes up or came up with the exposition, with the explanation on Godhead. Ndio maana Roho Mtakatifu leo alitokea na maelezo kuhusu uungu. Now, it is still great confusion amongst the denominations. Bado ni tatanisho kubwa miongoni mwa madhehebu, not counting religious people or other religions. Bila kuhesabu dini zingine. Zile dini zingine. And that's what I want to speak briefly about this evening. Na hicho ndicho nataka kunena kwa kifupi jioni ya leo. About God in different aspects. Kuhusu Mungu katika hali tofauti tofauti. Now, God is a mystery. Mungu ni siri. I want you to listen very, very carefully. Nataka msikilize kwa makini sana. God is a mystery. Mungu ni siri. In 1 Timothy 3:16, which we are going to read. Katika Timotheo wa kwanza 3:16. 1 Timothy 3:16. Timotheo wa kwanza 3:16. It says this. Inasema hivi. Timotheo wa kwanza 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in flesh. Did you get that? Umepata hiyo? God was manifest in flesh. Mungu alidhihirishwa katika mwili. God. Mungu. And listen please, I want you to be very attentive. We are here for a few minutes. And I'm speaking about God in different aspects. Somo langu ni nanena Mungu katika hali tofauti tofauti. God is a mystery, I said. Nimesema Mungu ni siri. And here it says na hapa inasema that without controversy, great is the mystery of godliness. For God was manifest in the flesh. Kwa kuwa Mungu alidhihirishwa katika mwili. He's a mystery. Yeye ni siri. He was manifest in flesh. Akadhihirishwa katika mwili. Now if you look at John 1, ukiangalia Yohana 1, John chapter 1, Yohana mlango wa kwanza, John 1. Now,
In the beginning was the Word. Listen. Are you still following me? In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Now what does that mean? Hiyo inamaanisha nini? If the Word was God, kama neno alikuwa Mungu, and the Word was with God, na neno alikuwa kwa Mungu, and the Word was God, na neno alikuwa Mungu, then God was with God. Basi Mungu alikuwa na Mungu. Au namna gani? Au wewe unaonaje? Si namna hiyo. Then God was with God. Basi Mungu alikuwa na Mungu. And God was God. Na Mungu alikuwa. Then he was with himself. Basi alikuwa na yeye mwenyewe. See? It's a mystery, isn't it a mystery? Ni siri kubwa hii. It's a mystery. Ni siri. See? The same was the beginning with God. See? The same. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Who? The Word. Nani huyo? Neno. And yet he was the Word. Na huku yeye ni neno. And he was God. Alikuwa Mungu. Verse 3 says, mstari wa 3 unasema, all things were made by him. And without him was not anything made that was made. By who? Na nani? By the Word. Viliumbwa na neno. And the Word was God. Neno alikuwa Mungu. You see, and the Word was God. Na neno alikuwa Mungu. And all things were made by the Word. Na vitu vyote viliumbwa na neno. And if you go to Genesis 1:1, na ukienda kitabu cha Mwanzo 1:1, it says, nasema, in the beginning, hapo mwanzo, God created the heaven and the earth. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. And here, na hapa, all things were created by the Word. Vitu vyote viliumbwa na neno. And there, na kule, that in the beginning was the Word. Or rather, there in the beginning, in the beginning, kule mwanzo, God created the heaven and the earth. Mungu aliziumba mbingu na nchi. All things were made by him. Vitu vyote viliumbwa na yeye. And without him was not anything made that was made. Na bila yeye hakuna kilichoko ambacho kikumbwa na yeye. Yes. In the beginning. Listen please brethren. Sikilizeni ndugu. You know we don't want to be confused like the world. Najua hataki kutatanika kama ulimwengu. Listen. Sikilizeni. In him was life. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. And the life was the light of men. Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. In him was the life. Ndani yake kulikuwa uzima. Now, if you look at, don't close there because I'm coming back there. Kwa sababu narudi hapo. If you look at John 14, ukiangalia Yohana mlango wa 14, John 14, Yohana mlango wa 14, it says this. Nasema hivi. John 14. Yohana mlango wa 14. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. You believe in God. Mnamwamini Mungu. Believe also in me. Niaminini na mimi pia, na mimi. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I would have told you. I go to prepare a place for you. And whither I go, that is verse 4. Whither I go, ye know not. You know not the way. You know not. Now, and whither I go, ye know, and the way ye know. Thomas said unto him, Lord, we know not where thou goest, and how can we know the way? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. And there in John 1 it said, na pale Yohana 1 ilisema, him that was in the beginning, yule aliyekuweko mwanzoni, yeye aliyekuwako mwanzoni, in him was a life, ndani yake mulikuwa uzima. ndimo.
ndani yake ndimo na uzima. That's John 1. John 1:1. John 1:4. Yohana 1:4. In him was life. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. And the life was the light of men. Nao ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. And here, na hapa Jesus is saying, Yesu anasema, I am the way, the truth, and the life. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. I am the life. Mimi ndimi uzima. And there, na pale, in him was life. Ndani yake ndimo ulikuwa na uzima. Uliokuwa uzima. There, in him was life. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. And here, na hapa, Jesus saying, Yesu anasema, I am the life. Yeye ndio uzima. Amen. Now, so he was there in the beginning. Kwa hivyo alikuwa kule mwanzoni. Kwa hivyo alikuwako kule mwanzoni. And that makes now Hebrews 13:8 clear. Sasa hiyo inaeleza Waebrania 13:8 that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. And he says no man cometh unto the Father but by me. Anasema hakuna awezaye kuja kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ila kwa njia ya mimi. And remember in Isaiah, nakumbuka katika Isaia, he was said to be the everlasting Father. Alisemekana kwamba yeye ndiye Baba wa milele. Amen. And he is the way. Na yeye ndiye njia. No man cometh unto the Father but by me. Hakuna awezaye kuja kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Now I want you to listen. Now, didn't the scripture say he is the everlasting Father? Je, maandiko hayakusema kwamba yeye ndiye Baba wa milele? And again he is the way to the Father. Na tena yeye ndiye njia kwenda kwa Baba. And he is the everlasting Father. Na yeye ndiye Baba wa milele. That's why I said he is a mystery. Ndio maana nilisema Mungu ni siri. And we are trying to clear that. Na tunajaribu kuondoa tashwishi yoyote au kuondoa. Tunajaribu kueleza hiyo. Tunajaribu kueleza hiyo. Now, here in Timothy, 1 Timothy 3:16, hapa katika Timotheo wa kwanza 3:16, it said, and without controversy, great is the mystery of godliness, because it's great. It's a great mystery. Hiyo ni siri kuu. God was manifest in flesh. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Justified in the spirit. Akajulika kuwa na haki katika roho. Seen of angels. Akaonekana na malaika. Preached unto the Gentiles. Akahubiriwa kwa mataifa. Believed on in the world. Akaaminiwa katika ulimwengu. Received up into glory. Akachukuliwa juu katika utukufu. Same God. Mungu huyo huyo. You see? Received up into glory. Akachukuliwa juu katika utukufu. Now, and here in John 1 it said, hapa katika Yohana 1 alisema that in the beginning was the word was with God, the word was God. The same was in the beginning with God. Now, and all things were made by him, and in the beginning God created the heaven and the earth. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Now verse 4 said, in him was life. Mstari wa 4 ulisema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. And Jesus said, I am the life. Na Yesu alisema yeye ndiye uzima. See? Now, in verse 10 it says, mstari wa 10 unasema, he was in the world and the world was made by him. In the beginning, God created the heaven. Listen. In the beginning, God created the heaven and the earth. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. He was in the world. Alikuwako ulimwenguni. And the world was made by him. Na ulimwengu uliumbwa na yeye. Though the creator of the world, kwa hivyo yeye ndio muumbaji wa ulimwengu was in the world. Alikuwa ulimwenguni. Who? Nani? God. Mungu. Emmanuel. And the world was made by him. Na ulimwengu uliumbwa na yeye. And the world knew him not. Na ulimwengu haukumjua. Why? Kwa nini? Because the way he came, kwa sababu njia ile aliyokuja nayo,
He looked like one of them. Alionekana kama mmoja wao. He said, you say you've seen Abraham. Anasema unasema eti umemwona Ibrahimu. You are not, and yet you are not even 50 years old. Na huko hata hujafikisha miaka 50. He came unto his own, and his own received him not. Alikuja kwa walio wake na walio wake hawakumjua. See? And the word, that is 14, was made flesh. 14, neno, naye neno alifanyika mwili. And the word is God. Na neno ni Mungu. So God was made flesh. Kwa hivyo Mungu akafanyika mwili. And God is a spirit. Na Mungu ni roho. He became flesh. Akafanyika mwili. Dwelt among us. Akakaa kwetu. He shall be called Emmanuel. Ataitwa Emmanueli. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father. Na sisi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana wa pekee atokaye kwa Baba. You see? Naona? Now, so I said God is a mystery. Nilisema Mungu ni siri. And we could say so many things. Na tungesema mambo mengi. Au tunaweza kusema mambo mengi. And God, now listen brethren, only God ni Mungu pekee is in these different aspects, or has been in different aspects. Ila tu Mungu amekuwa katika hali tofauti. But it's God. Lakini ni Mungu. And it's a mystery. Na Mungu ni siri. You see? In John 10:30, katika Yohana mlango wa 10:30, he says, I and my Father are one. Anasema mimi na Baba yangu ni mmoja. The Son, mwana, the child, mtoto, the mighty God, yule Mungu mwenye nguvu, Prince of Peace, mfalme wa amani, everlasting Father, Baba wa milele, God, Mungu. Now, well, let's move from there. Tuondoke hapo. Because we could say a lot. Kwa sababu tungesema mengi. Now listen. Sasa sikilizeni. Now, there is no question. Hakuna swali that there is one God. Kwamba Mungu ni mmoja. Kwamba kuna Mungu mmoja. What he has done or has been doing, kile ambacho amekuwa akifanya, is to display his different aspects. Ni kudhihirisha hali zake tofauti. And I want you to listen to this. Nataka msikilize hii. That each aspect, kwamba kila hali ya Mungu has a purpose. Ina kusudi. He displays a certain aspect. Yeye hudhihirisha hali fulani yake. Hali fulani yake. For a certain purpose. Kwa lengo fulani au kwa kusudi fulani. Is that very, very clear? See? Now, so what God has been doing, kwa hivyo kile ambacho Mungu amekuwa akifanya, he has been revealing, amekuwa akifunua himself, amekuwa akijifunua mwenyewe in different aspects, katika hali mbalimbali to the people. Kwa watu. But listen to this. Sikilizeni. But in this day, lakini wakati huu, his children today, watoto wake leo, was said they shall know God in his different aspects. Watoto wake leo walisemekana kwamba watamjua Mungu katika hali zake tofauti. Say that again, brother Charawe. Watoto wake wakati huu walisemekana ya kwamba watamjua Mungu katika hali zake tofauti. Katika hali zake tofauti. For it's the same God. Kwa kuwa yeye ni Mungu yule. Kwa kuwa ni Mungu yule, but in different aspects. Lakini katika hali tofauti. And I want to repeat and say, nataka kurudia na niseme, in this age, katika kizazi hiki, God promised, Mungu aliahidi, that his children, kwamba watoto wake, will know him, watamjua properly. Sawa. In Revelation 10, katika Ufunuo mlango wa 10, verse 7, mstari wa 7, which I'm going to read. ambao ninaenda kusoma. Revelation 10:7. Ufunuo mlango wa 10 mstari wa 7. It says, ambao nasema, but in the days of the voice of the seventh angel, lakini katika siku za malaika wa saba,
Now the voice of the seventh angel, sauti ya malaika wa saba, is the voice of God. Ni sauti ya Mungu. Ni sauti ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu, yeah. It's God's voice. Ni sauti ya Mungu. Now don't close there. Usifunge hapo. If you look at the messages to the 7 church ages, ukiangalia wajumbe au jumbe, ukiangalia jumbe, ukiangalia jumbe za yale makanisa, kwa yale makanisa 7, each message, kila ujumbe says, he that hath an ear, let him hear what the Spirit says. Kila ujumbe unasema yeye aliye na sikio na asikie kile Roho anaambia makanisa. So the Spirit spoke the first time. Kwa hivyo Roho alinena mara ya kwanza in the Ephesian age. Katika wakati wa Efeso. He spoke the second time in the Smyrnian age. Akanena mara ya pili katika wakati wa Smyrna. He spoke the third time in the Smyrnian age. Akanena mara ya tatu katika wakati wa Smyrna. Fourth time to the Thyatira. Mara ya 4 kwa Thyatira. Fifth time to Sardis. Mara ya 5 kwa Saride. Sixth time mara ya 6 to Philadelphia. Philadelphia. And seventh time. Na mara ya 7. Seventh time. Mara ya 7. And to the angel of the church of the Laodiceans. Kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia. And to the angel. And to the angel. Kwa malaika. Of the church of the Laodiceans. Now Laodiceans is the 7th church age. And the angel of that church is the 7th angel to the 7th church age. Now, so in Revelation 10:7, it says, but in the days of the voice of the 7th angel is to the Laodicean age. Listen, when he shall begin to sound. Now, and this 7th angel, na huyu malaika wa 7, according to Revelation 3, kulingana na Ufunuo mlango wa 3, Revelation 3, Ufunuo mlango wa 3, Revelation 3:14. Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 14. Unto the angel of the church of the Laodiceans, which is the 7th angel. Na kwa malaika wa kanisa la Laodikia ambalo ni kanisa la 7. Is the 7th angel. Malaika wa 7. Ni malaika wa 7 to the 7th church age. Kwa wakati wa 7 wa kanisa. Now his message. Ujumbe wake. Who brings the message to the Laodiceans? Ni nani anayeleta ujumbe kwa Laodikia? The 7th angel. Malaika wa 7. And the 7th angel, na malaika wa 7, has no message of his own. Hana ujumbe wake mwenyewe. It is the Holy Spirit that speaks through him to the Laodiceans. Ni Roho Mtakatifu anayenena kupitia yeye kwa Laodikia. Because in verse 22, kwa sababu katika mstari wa 22, now verse 14, and to the angel of the church of the Laodiceans. Mstari wa 14, na kwa malaika wa kanisa la Laodikia. At the end of that message, na mwisho wa ujumbe huo, it says, he that hath an ear, let him hear what the Spirit says. Nasema na yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. So it was the Holy Spirit speaking all through. Kwa hivyo ni Roho Mtakatifu aliyekuwa kinena katika nyakati zote. And the message today, na ujumbe leo, to us, kwetu, has not been brought by a man. Ujumbe kwetu leo haujaletwa na mwanadamu. Haukuletwa na mwanadamu. It was brought by the Holy Spirit. Ujumbe uliletwa na Roho Mtakatifu. Through the 7th messenger. Kupitia mjumbe wa 7. Now, kwa hivyo, Revelation 10:7. Ufunuo mlango wa 17. But in the days of the voice of the 7th angel, we can say, tunaweza kusema, but in the days of the voice of the angel to the Laodiceans. Lakini katika siku za sauti ya malaika kwa Laodikia. And we can also say, pia tunaweza kusema, in the days of the voice
of the Holy Spirit through the seventh angel to the seventh church age. Lakini katika siku za sauti ya Roho wa Mungu wa Roho Mtakatifu kupitia malaika wa saba kwa kanisa la Walaodikia. In the days of the voice of the Spirit of God as he speaks through the seventh messenger, katika siku za sauti ya Roho wa Mungu kama anavyonena kupitia mjumbe wa saba. See, when he shall begin to sound, when the Holy Spirit shall begin to bring the message, wakati Roho Mtakatifu atakapoanza kuleta ujumbe, the Holy Spirit Roho Mtakatifu will make the mystery of God finished. Hapo atafanya siri ya Mungu imalizike. The mystery of God should be finished. Siri ya Mungu itamalizika. Now, listen please. Sikilizeni. So today, kwa hivyo leo, we can speak about the different aspects of God. Kwa hivyo leo tunaweza kunena juu ya hali mbalimbali za Mungu. And God is a mystery. Na Mungu ni siri. Now we understand God. Sasa tunamuelewa Mungu. Tunamuelewa Mungu. We understand his different aspects. Sasa tunazielewa hali zake mbalimbali. Is that very, very clear? That's what I want to explain to you in brief. Hicho ndicho nataka kueleza kwa kifupi. So, we start with the Lord God. Tunaanza na Bwana Mungu. Tunaanza na Bwana Mungu. See, not lords. Sio mabwana wengi. Not gods. Sio miungu wengi. But we start with one Lord. Bali tunaanza na Bwana mmoja. Tunaanza na Bwana mmoja. If you look at Mark 12:29, ukiangalia Marko 12:29, Mark 12:29, Marko 12:29, it says this. Inasema hivi, and Jesus answered him, the first of all the commandments is, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Can you read there? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Bwana Mungu wetu, Bwana ni mmoja. See? Now, if you look at Ephesians chapter 4, ukiangalia Waefeso mlango wa 4, Ephesians 4, Waefeso mlango wa 4, I'll read from 4. Utasoma kutoka 4. It says, there is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Yes, brother? From 4. Yes, please. Kuna mwili mmoja. Kuna mwili mmoja. Na roho mmoja. Na roho mmoja. Na ngoja kidogo. And that body is made by one spirit. Na mwili huo unatengenezwa na roho mmoja. By one spirit are we all baptized into one body. Kwa roho mmoja sisi sote tunabatizwa katika mwili mmoja. One spirit, one body. Roho mmoja, mwili mmoja. One church. Kanisa moja. See? Continue. Kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya wote. Na ndani ya wote. And in you all. Na ndani ya nyinyi nyote. Ndani ya nyinyi nyote. Na ndani ya nyinyi nyote. So who is in you all? Listen here. Who is in you all here? One God. Ni nani huyo aliye ndani ya nyinyi nyote? One God. Mungu mmoja.
one God. Mungu mmoja. And this body is made by one spirit. Na mwili huu unatengenezwa na roho mmoja. And since God is a spirit, na kwa kuwa Mungu ni roho, and he's the one who makes up this body, which you are, na ni yeye anayetengeneza mwili huu ambao mulio, then you have one God. Basi mna Mungu mmoja. And you have one Father. Na mna baba mmoja. Is it jargon? Ni fumbo hizi. The bishop can't understand it. Bishop hawezi kuelewa hili. That's why, listen. That's why the world thinks there is confusion in this Bible. We need to straighten it. Ndio sababu Biblia hufikiria kwamba kuna tatanisho katika Biblia hii na wanahitaji kuinyorosha. Tunahitaji kuinyorosha Biblia hii. It is confusing the people. Ati Biblia inatatanisha watu. See, you are confused, don't talk about other people. Sema wewe umetatanika, usizungumze juu ya watu wengine. See? To us, kwetu, this is straight language. Hii ni lugha wima. To us, kwetu, this is our father's language. Hii ni lugha ya baba yetu. Now, and in you all. Na ndani ya nyinyi nyote. Now listen. Sasa sikiliza. In Matthew 10, katika Mathayo mlango wa 10, we are not going to read, I'm just going to quote. Hatutasoma Matthew 10, katika Mathayo mlango wa 10, it says, inasema, see, that it is the spirit of your Father that speaketh in you. Kwamba ni roho wa baba yenu anenaye ndani yenu. So it's the Father in you. Kwa hivyo ni baba ndani yenu. If it's the spirit of your Father, kama ni roho wa baba yenu, then the Father is in you all. Basi baba yuko ndani ya nyinyi nyote. Then in Galatians 4, Galatia 4, verse 6, it says that you have the spirit of his son. Kwamba mnaye roho wa mwanae. Mna roho wa mwanae ndani yenu. There you have the spirit of your father. Pale ilisema mna roho wa baba yenu. Here you have the spirit of the son. Hapa mna roho wa mwanae. Now Matthew said, Mathayo alisema, no man knoweth the Father but the Son. Hakuna mjuaye baba ila mwana. Neither knoweth any man the Son but the Father. Wala hakuna yeyote amjuaye mwana ila baba. And he to whomsoever the Son will reveal him. Na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Now listen. See? So it's one God. Kwa hivyo ni Mungu mmoja. Now let us talk about a few of his aspects. Basi hebu tunene juu ya tunene tu kidogo juu ya hali zake. Juu ya hali chache zake. So we agree is one God, isn't it? Tunakubaliana ile Mungu mmoja. Let us go to his different what? Aspects. Basi hebu tuangalie hali zake chache kidogo tu. In Isaiah 43, katika Isaia 45 3, Isaiah 43, in Isaiah 43, katika Isaia 43, I want you to be very, very attentive because I want you to get this. I want you to get this. Then we can call it problem solved. Tunaweza kusema kwamba kuna shida imesuluhishwa. Au shida tunaweza kusema shida imesuluhishwa. See? Now, Isaiah 43. Isaia 43. It says, nasema, "Ye are my witnesses, said the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am he." He told the Pharisees, if you don't believe I am him, aliwaambia Mafarisayo, ama hamwamini mimi ndiye, you shall die in your sins. Mtakufa katika dhambi zenu. That I am he. Kwamba mimi ndiye. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. I, even I, am the Lord,
And there is one Lord. Na kuna Bwana mmoja. I'm the Lord. Mimi ndimi Bwana, ndiye Bwana. He doesn't say I am Lord. Hasemi mimi ni Bwana. He says I am the Lord. Anasema mimi ndiye Bwana. Bwana yule. Mimi ndiye Bwana yule. Because there is one Lord. Kwa sababu kuna Bwana ni mmoja. Kuna Bwana mmoja. See, I am the Lord. Mimi ndiye Bwana yule. That one Lord you hear about. Yule Bwana mmoja mnayesikia juu yake. I am him. Mimi ndiye. And there is one Lord. Na kuna Bwana mmoja. Hear, O Israel. Sikieni Israeli. Enyi Israeli. Sikilizeni enyi Israeli. The Lord thy God, the Lord is one. Mungu Bwana wenu ni Bwana mmoja. Bwana ni mmoja. Bwana ni mmoja. I am the Lord. Mimi ndiye Bwana yule. You see? See? Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Kabla yangu hakukumbwa Mungu awaye yote, wala baada yangu hakutakuwapo mwingine. Now we come with this question. Sasa tunakuja kwa swali hili. Tunatokea na swali hili. If that be the case, mambo yakiwa hivyo, where did the denominations get 3 gods? Madhehebu walitoa wapi miungu mitatu? And I'm going to ask that question. Na nitauliza swali hilo. If that be the case, mambo yakiwa hivyo, kama mambo yako hivyo, where did the denominations get 3 gods? Madhehebu walitoa wapi miungu mitatu? Do you know what the problem is? Mnajua shida iko wapi? Jesus said, Yesu alisema, you cannot know the Father, hamwezi kumjua nor Baba, the Son, wala Mwana, except the Son reveal it to you. Isipokuwa Mwana akufunulie. And also that agrees with what we are talking about this evening. Na hiyo pia inakubaliana na kile tunazungumza jioni ya leo. That God is a what? Is a mystery. Ya kwamba Mungu ni siri. God is a mystery. Mungu ni siri. Amen. God is a mystery. Mungu ni siri. Listen to verse 11. Even I am the Lord. I'm the Lord. And there he is the only God. Na pale yeye ndio Mungu wa pekee. And here he says I am the Lord. Na hapa anasema yeye ndiye Bwana wa pekee. Bwana yule. Bwana yule. So he's the Lord God. Kwa hivyo yeye ni Bwana Mungu. And there is one Lord. Na kuna Bwana mmoja. Is that right? Thou shalt not have other gods beside me. Hutakuwa na miungu mingine kando ya mimi. He is God, the only God. Yeye ndiye Mungu wa pekee. He is the only Lord. Yeye ndiye Bwana wa pekee. And he says, and beside me there is no savior. Na anasema kando yangu hapana mwokozi. Hapana mwokozi. Now there, you know what? There now, when he says that, he say. Anaposema hivyo anamaanisha. He says, and I will display my I am God. Anasema mimi ni Mungu. I am the Lord. Mimi ndiye Bwana. Bwana yule. Mimi ndiye Bwana yule. And one day, na siku moja, I will come as your savior. Nitakuja kama mwokozi wenu. I'll come in another aspect. Nitakuja katika hali nyingine. Listen, brethren. That one Lord, yule Bwana mmoja, that God, yule Mungu, before him there was no other God but him. Na mbele yake hakukuwa kabla yake hakukuwa mwingine ila yeye. He said, beside me you have no savior. Alisema kando yangu hamna mwokozi. In other words, the savior will come one day. Yaani mwokozi atakuja kwenu siku moja. And the one who will come it's me. Na yule atakayekuja kwenu ni mimi. I'll come in my aspect as a savior. Nitakuja katika hali yangu kama mwokozi. That is where the trouble is going to come. Hapo ndio shida ilikuwa itokee. Now listen. If he is the Lord, kama yeye ndiye Bwana, and he is that God, na yeye ndiye yule Mungu, and there was no other God beside him, na hakukuwa na Mungu mwingine kando yake, and he is the only true God, na yeye ndio Mungu wa pekee wa kweli, and he says, na anasema I will be your savior. Mimi nitakuwa mwokozi wenu.
Brother, let me tell you, when he shall come as a savior, you better be careful. For he will not come the way he's speaking here. Hata kuja vile anavyoongea hapa, he will not come in this aspect he is here. Hata kuja katika hali hii anayonena ndani yake sasa. He will come as a savior. Atakuja kama mwokozi. That is where the trouble is. Hapo ndipo shida ilipo. Wait. Subiri. When he comes as a savior. Ajapo kama mwokozi. Now listen. As a savior. Kama mwokozi. To save you because you are in trouble. Kwa sababu uko taabani. You need a savior. Unahitaji mwokozi. Is that right? Now also. Pia. He says, I'm your redeemer. Anasema mimi ndiye mkombozi wenu. Here in Isaiah he says, I'm your redeemer. Anasema mimi ndiye mkombozi wenu. Katika Isaia anasema hivyo. Let me tell you, brethren. Hebu niwaambie this God we believe in is a God full of wisdom. Mungu huyu tunayemwamini ni Mungu aliyejaa hekima. And he has given us his what? Wisdom. Na ametupa hekima yake mwenyewe. We speak the mystery of God in a what? Tunanena hekima. We speak the wisdom of God in a mystery. Tunanena hekima ya Mungu katika siri. Then you can understand when we say we speak the wisdom of God in a mystery, you can see first it's the wisdom of God and it's also spoken in a mystery. Basi unaweza kuelewa tunaposema kwamba tunanena hekima ya Mungu katika siri. Basi unaweza kuona kabisa ni hekima ya Mungu inayonenwa kwa nini? Kwa siri. See, I'm your redeemer. Mimi ndiye mkombozi wenu. Now look at him there. Mwangalie pale. The redeemer. Kama mkombozi. And had we been redeemed? Je, tulikuwa tumekombolewa? Alikuwa ametukomboa? No. I'm your savior. Mimi ndiye mwokozi wenu. Had we been saved? Tulikuwa tumeokolewa? No. La. Wait when he comes as a savior. Ngoja atakapokuja kama mwokozi. Wait when he comes as your redeemer. Ngoja atakapokuja kama mkombozi wako. Remember, kumbuka, when he comes as your redeemer, atakapokuja kama mkombozi wako, he also has made a law. Pia ametengeneza sheria. That the redeemer must be brother to the one requiring redemption. Kwamba mkombozi lazima awe ni ndugu ya yule anayehitaji ukombozi. So when he says I'm your redeemer, kwa hivyo anaposema mimi ndiye mkombozi wenu, wait. Ngoja. See? Let me tell you, brethren. Hebu niwaambie nini? I wish you really understand these things. Natamani kama mngeelewa mambo haya. You know now, with the understanding he has given us today. Tukiwa na ufahamu ule ambao ametupatia leo. Tukiwa na ufahamu ambao ametupatia leo. If we go with the understanding we have today to the time of Isaiah. Kama tungeenda na ufahamu tulionao leo kwa wakati wa Isaia. And we be there. Kama tungekuwa huko. Na tuwe hapo. When this prophet is speaking. Wakati nabii huyu anaponena. And he says God is our redeemer. Na aseme Mungu ndiye mkombozi wetu. With the understanding we have now. Tukiwa na ufahamu tulionao sasa. It would take us to the other scripture. Ungetupeleka kwa ile maandiko mengine. Leviticus 25. Walawi 25. Where it says ambapo inasema that you are redeemed by your own what? Brother. Kwamba mnakombolewa na ndugu yenu mwenyewe. Or your own father. Au baba yako. Your own brother or your own father. Unakombolewa na ndugu yako au baba yako. Au baba yako. So, kwa hivyo, then with that understanding, they would say, oh, then if God will be our redeemer, kama Mungu atakuwa mkombozi wetu, then you will have to come, he will have to be one of us. Basi itabidi awe mmoja wetu. Amen. See, you will have to be one of us. Itabidi Mungu awe mmoja wetu. Itabidi Mungu atafutajia afanyike mmoja wetu, because he cannot redeem us the way he is. Kwa kuwa hawezi kutukomboa katika hali aliyoko nayo sasa. You will have to be our brother. Itabidi awe ndugu yetu. Amen. Now, so when he comes around, kwa hivyo ajapo, with a body like mine, akiwa na mwili kama wangu, but born different from me, lakini akazaliwa kwa njia tofauti na mimi. Amen. With a body like mine, akiwa na mwili kama wangu, eats like me, anakula kama mimi, because
he has to be my brother. Kwa sababu lazima awe ndugu yangu. And my brother is not an angel with wings. Na ndugu yangu si malaika aliye na mabawa. He has to become my brother. Lazima afanyike ndugu yangu. With a head like mine. Akiwa na kichwa kama changu. Only different. Tofauti ya pekee. Only difference is that he is born different. Tofauti ya pekee ni kwamba alizaliwa kwa njia tofauti. Because that is what put me in the prison from which is coming to redeem me. Kwa sababu kuzaliwa kule nilizaliwa nako ndio kuniweka katika gereza ambayo amekuja kunikomboa. Amen. So he has to be born different. Kwa hivyo lazima azaliwe kwa njia tofauti. See, it's God. It's a mystery. God is a mystery. Mungu ni siri. Hii ni Let siri. me tell you, the Anglicans would rather go home, keep cows and forget about religion. The Pentecostals go home, keep chicken and forget about what? Religion. This is hidden. And it's only for a few people every age. Imekusudiwa kueleweka na watu wachache kila kizazi. The predestinated. So, comes around. Anakuja. See. The Redeemer. Yule mkombozi. The Savior. Yule mwokozi. See. They didn't want him come this way. Hawakutaka aje kwa njia hiyo. They wanted him come the way he came on Mount what? Mount Sinai. Walitaka ashuke vile alishuka mlima Sinai. That way, listen brethren, that way he cannot be my savior. Kwa akija njia hiyo hawezi kuwa mwokozi wangu. Hawezi kuniokoa. Yes, he is the same one. Ndio, ni yule. Yeah, but that way he cannot save me. Lakini kwa njia hiyo hawezi kunikomboa. That way he cannot qualify to be my brother. Kwa njia hiyo hawezi kuhitimu kuwa ndugu yangu. See? Now, to redeem me, kunikomboa mimi, is to get me out of this situation. Ni kunitoa katika hali iliyo ndani yake. And I'm in a situation where I'm condemned to death. Na ni katika hali ambayo nimehukumiwa. Na niko katika hali ambayo nimehukumiwa kifo. So to redeem me, kwa hivyo kunikomboa, he got to get me out of this situation. Lazima anitoe kutoka kwa hali hii. And he cannot get me out of this prison. Na hawezi kunitoa kutoka kwa gereza hili. Because the one who has imprisoned me, kwa sababu yule aliyeniweka gerezani, the one whom I offended, yule niliyemkosea, demands, anadai, by his own laws, anadai kupitia sheria zake mwenyewe, that even can get a replacement. Kama naweza kupata mwingine, aingie gereza, anyongwe, me I would go free. Mimi ningeenda huru. See? And who can take my place? Na ni nani anaweza kuchukua mahali pangu? See? All have sinned. Wote wametenda dhambi. Who can take our place? Nani anaweza kuchukua mahali petu? There was no man. Hakukuwa na mtu. A man to take the place of a man. Mtu kuchukua nafasi ya mtu. Mwanadamu achukue nafasi ya mwanadamu. So God had promised, I'll be your savior. I'll be a redeemer. I'll be a man. So I'll be born like a boy. Kwa hivyo nitazaliwa kama mtoto mwanaume. But I'll be the same one. I think God had explained himself so clearly that there was no reason they should have stumbled. Nafikiri Mungu alikuwa amejieleza wazi, hawako na sababu ya kukwazika. Yeah. He said, I'll come as a baby. When you see that baby, you know it's me. Utakapoona yule mtoto amezaliwa mjue ni nani? Ni mimi. I think he was clear. Nafikiri alikuwa amejieleza wazi kabisa. And if you check that boy, na ukimwangalia kijana huyo, I will not be a she. Mtoto huyo hatakuwa sitakuwa kike, I'll be a he. Nitakuwa kiume. See?
Don't stumble. Msikwazike. When you find me held there, mkinikuta nimeshikiliwa pale, don't stumble. Msikwazike. It is still me. Bado ni mimi. It is still your everlasting Father. Bado ni yule baba yenu wa milele. Ukiona nikinyonya msikwazwe. Ni baba yenu wa milele ananyonya. Amen. Your everlasting Father is sucking. Baba wenu wa milele ananyonya. Ndiye anayenyonya. The mighty God on the laps of a woman. Yule Mungu mkuu ameshikwa mapajani mwa mwanamke. Sucking. Akinyonya. I will come like that. Nitakuja kwa njia hiyo. Why? Kwa nini? For me to be your brother, ili mimi niwe ndugu yenu, I must be born in your midst. Lazima nizaliwe miongoni mwenu. But I must avoid being born by a man. Lakini lazima niepuke kuzaliwa na mwanamume. Na mwanadamu. Na mwanaume. Na mwanaume. Lazima niepukane na hiyo. So I'll come through a virgin. Kwa hivyo